hata kama dunia inawayawaya, hata kama dunia hii imejaa mambo mengi yanayosumbua, bado Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Kukesha ni kukaa katika hali unayojua kwamba jambo linaweza kutokea wakati wote. Kama hauna neno ile la nuru ya Mungu, kama huna neno ile ambalo imekutia nuru katika mawazo jinsi ya kuenenda, utatembea gizani. Kesha kwa ushujaa, kwa sababu kila ambacho tunaamini ni kweli na ni hakika, kama vile Biblia inavyotuambia kwamba ahadi za Mungu ni kweli na ni amina. Msikilizaji wangu mpendwa, hujambo? Ningependa kuendelea katika mfululizo wa mafundisho ulimwengu wa mwisho. Kipindi kilichotangulia tuliweza kusema kwamba Bwana Yesu aliponena na wanafunzi wake katika Mathayo 24, wale wanafunzi wakamuuliza Bwana dalili za mwisho wa ulimwengu. Na Bwana alipotaja mambo yametokea na kutendeka na kuendelea kutokea na kutendeka, na tunapoangalia, tulianza kutazama kwa kipindi hicho namna ya ulimwengu tunamoishi, dalili zote alizotaja Bwana zimetimia. Na tulikuwa na neno moja alilosema Bwana ya kwamba kama vile ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo kutakavyokuwa kuja kwake Mwana wa Adamu. Tulianza kuchambua polepole kulikuwa namna gani wakati wa Nuhu. Hali ya rohoni ikawa ni jambo la kwanza la kuzungumzia. Hali ya rohoni ya wakati wa Nuhu ikawa ni wakati ulikuwa wahitaji sana. Na ukimulika ni wakina nani waliopata nafasi ya kuingia katika safina, ni wale waliozaliwa na Noa, wale waliozaliwa na Nuhu, wale watoto wake na wale ambao watoto wake waliwaoa kwa kufanya maagano. Watu wengine waliokuwa nje ya makubaliano hayo hawakupata nafasi ya kuingia safinani. Nikaeleza kwamba ukienda Europa leo, Ulaya, mahali ambapo wainjilisti walitoka pale wakileta injili kote ulimwenguni, walitoka Ulaya wakienda Marekani, walitoka Ulaya wakienda China na Russia, walitoka Ulaya wakikuja Afrika. Walikuwa na makanisa makubwa, desturi za ibada za ajabu, watu wengi walio na majina ya ajabu makubwa makubwa. Walianzisha movements, wakina Wesley, wakina Finney, wainjilisti hawa wazuri walioleta muondoko mkubwa wa kiinjili, ulioleta ufufuo mkubwa katika dunia, na watu walimlilia Mungu kwa machozi. Makanisa haya leo ukifika yameuzwa. Ni manyumba ya biashara, ni manyumba ambayo juu unaona lila mfano wa kanisa. Mimi nilienda moja nikaona ikiwa na spire mzuri, hata bado ilikuwa imebeba msalaba wa Yesu juu, kwa sababu walikuwa wanajenga na kitu kirefu. Na nilipoenda pale nikaona kumbe ilikuwa imeuzwa, ni workshop ya kutengeneza viti na masofa sets. Meza mazuri, madhabahu mazuri yalikuwa ya dhahabu, yalikuwa mbele pale, yalishatolewa. Viti vizuri walivyokalia watu yalikuwa yametengenezwa kwa uzuri, kwa urembo, kwamba unakaa chini na mbele yako ni mahali ambapo unawekea kitabu, na hapa mbele hapo chini kulikuwa na mahali pa kupiga magoti.
mahali ambapo maelfu na mamia ya watu walipiga magoti wakimlilia Mungu, haikuwepo tena, kwa sababu ulimwengu wa mwisho ulipofika, tabia ya watu wa Nuhu ulifika pale. Kukazuka nini? Kukazuka nini ambalo Mtume Paulo alikuja kutuambia baadaye, ya kwamba katika ulimwengu wa mwisho kutakuwa na ukengeufu. Ukengeufu ni roho ya kudanganya, ya kufanya watu kurudi nyuma. Ukengeufu ni mahali ambapo kuna uvuguvugu, si moto, si baridi. Ukengeufu ni mahali ambapo watu wanabadilika kutoka kufuata imani ya kweli na kufuata imani inayodanganya. Wathesalonika wa pili 2:3, Mtume Paulo akasema, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yote, maana haiji asipokuwa kwanza ule ukengeufu, roho ya kuasi. Unajua kukengeuka na roho ya uasi, ukitazama hata katika taifa letu la Kenya, neno hili kuasi, kuasi ni kukataa kwa nguvu jambo lolote ambalo laitwa maadili mema. Tumekuwa na uasi kwanza katika kumwogopa Mungu na mambo yanayohusu Mungu. Ukianza kwa watumishi wa Mungu wenyewe, wengi wetu tumetenda mambo ambayo haistahili kutendwa katika madhabahu ya Mungu. Badala ya watu wa Mungu, wachungaji, kuwa wapatanishi, wenyewe wanahitaji kupatanishwa baada ya kushindwa kukaa katika maadili na kukengeuka kwa kufuata msalaba wa Bwana Yesu Kristo, tulipopatanishwa na Mungu na kusamehewa dhambi. Leo hii kipengele cha sala ya Bwana kinachosema kwamba utusamehe kama vile tunavyowasamehe wenzetu, neno la kusamehe wenzetu halimo tena midomoni mwa wengine. Ni lawama baada ya lawama, kidole baada ya kidole, kushusha baada ya kushusha, kuchekelea baada ya kuchekelea. Ndio hali ya dunia tulio nayo leo. Juzi niliangalia hali fulani ambapo ndugu mwingine aliniambia ya kwamba wachezaji wa mpira walio na sauti kubwa na mdomo mkali ni wale watu wanaoitwa mashabiki. Na siku moja mshabiki mmoja katika kona alipotazama timu alikuwa akishabikia, mwenye kwenda kuingiza akashindwa kuingiza, akapiga mpira ikaenda nje. Mtu mmoja akapiga kelele katika jukwaa la washabiki, akasema, ondoka, wacha mimi nikuje ningeingiza hiyo mpira mara moja. Alipopindua macho kumwangalia, alikuwa ni mlemavu, alikuwa anatembea na mikono na miti, lakini anasema kwamba ningekuja kuingiza hiyo mpira. Mashabiki walio nje wanapiga kelele zaidi kuliko wapigaji wa mpira wenyewe. Wengine ni walemavu ambao wanapenda kulaumu wengine. Ndio hali ya dunia, hali ya ukengeufu, hali ya kanisa. Mahali pengi tumetoka kutoka kwa kuomba Mungu wa kweli na kujaribu kuingia katika mtindo na desturi za ulimwengu huu. Hali ya kukengeuka. Wako wapi wale watu walioomba kama Eliya aliyeweza kuita moto kutoka mbinguni na kuangamiza manabii wa Baal kwa njia ya maombi? Mtumishi mmoja anapambana na watu 850 na kwa Roho wa Bwana alishinda. Hali ya kukengeuka. Wanafunzi 12 wakiwa na wamejaa Roho Mtakatifu, ama walikuwa 11, na wale wamama walikuwa pamoja na wao, waligeuza ulimwengu wao
licha ya kwamba kulikuwa na ukengeufu, ama kulikuwa na baridi, ama kulikuwa na wale watu ambao walitaka kumkataa Bwana wetu. Walihubiri kwa nguvu ufufuo, kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Walibadilisha ulimwengu wao. Bwana akasema kwamba kupitia mtume Paulo, kabla ya kurudi kwa Bwana wetu, yaani ulimwengu wa mwisho, kutakuwa na roho ya kuasi. Mtumishi wa Bwana utasimama na kuambia watu kwamba tafadhali nisikilizeni, na watu watasema nyamaza, tunakujua. Hiyo ndio tunaita roho ya kuasi. Mahali ambapo hakuna tolerance, hakuna kuvumiliana, hakuna kusikilizana, hakuna kuelewana. Ni miereka baada ya miereka. Hali ya kuasi. Na hali ya kuasi pia ikiwepo hapo, watu wataweza kusema neno lolote, hasa kuhusu uungu, kana kwamba kuonyesha kama Mungu hayupo tena, kana kwamba wameshika hatamu. Ni roho ya kuasi. Na Paulo anasema kwamba kabla ya kurudi kwa Bwana, ama kwa kweli katika ulimwengu wa mwisho, yule mwana wa kuasi, alafu akasema kwamba na tayari ameanza kufanya kazi, huyo mwana wa kuasi atazuia chochote kinachoelekea uungu. Nikirudi katika siku za Noa ama siku za Nuhu, walimchekelea. Hiyo ni roho ya kuasi. Mzee, wacha kutudanganya, mjenga safina, kichwa mbofu, utatudanganya mpaka lini? Ndoto zako, nyakati zako zimepita, ni miaka 120 ukianza kuhubiri. Tutakuona, tunangojea siku ile mzee utakapokufa, tutakuja kuzika wewe ndani ya hiyo safina yako na kukuonyesha kwamba wewe ni bure, fala, mshamba, wakati wako umekwisha. Wale mchekelea mzee. Lakini kitu kimoja cha ajabu, Noa alijua siri, kwa sababu alitembea na Mungu na alisikiliza kutoka kwa Mungu. Mtu yeyote ajuaye siri ya wokovu, mtu yeyote atembeaye na Mungu, mtu yeyote asikiaye sauti ya Mungu hawezi kuwa muasi. Utaona yeye kwa namna, tabia, mazungumzo, maongeo na maendeleo anayoendelea nayo. Ukitaka kujua jinsi roho ya kuasi imejaa duniani, angalia mtandao wa jamii, social media, uone lugha, uone vitu vilivyo pale, utashtuka. Roho ya kuasi inaposhuka haimtambui mtu, haitambui institution, haitambui. Mungu alipoziumba mbingu na nchi aliweka institution, kwa sababu hata uungu peke yake, mambo yanayohusu Mungu ni institution. Ni institution. Hatuwezi kukufuru, hatuwezi kunena mabaya juu ya Mungu na utakatifu wake na uungu wake. Hatuwezi kunena mabaya juu ya watumishi. Hata Biblia imesema kwamba usinyoshe kidole na uelekeze watumishi wa Mungu, hata kama hawaishi vizuri. Nakumbuka hadithi fulani ambapo Sauli aliyepakwa mafuta kuwa mfalme wa Israeli alianguka, lakini Daudi hakuthubutu kushika kisu, na yule aliyeshika na kuja kutoa ushuhuda na kusema kwamba mimi ndiye nimeua Sauli, Daudi akasema kwamba nani alikupa ruhusa ukamguza masihi wa Bwana?
kwa ushuhuda wako wewe utakufa. Leo hii watu wananena juu ya watumishi wa Mungu kama si kitu, wanawatukana kama si kitu. Ni roho ya kuasi katika ulimwengu wa mwisho. Ni roho ya kuasi, roho ya kuasi, roho ya kuasi. Haitambui institution. Watadharau viongozi, watadharau wachungaji, watadharau ndoa. Leo hii ndoa imedharauliwa. Wengi leo hii hawaoni maana ya kuoa na kuolewa. Haina maana tena, haina heshima tena, haina adabu kama vile Biblia ilivyotaja ndoa na iheshimiwe. Leo hii ndoa haina heshima. Ni roho ya kuasi, ni roho ya ulimwengu wa mwisho. Labda hata tukifikiri, tukijaribu kuinenea, tukijaribu kuitengeneza, tukijaribu kuiombea, labda hatufaulu. Kwa sababu gani? Ni tabia ya ulimwengu wa mwisho. Kinachowasaidia tu wale wanaotembea katika ulimwengu wa Bwana wa kiroho. Najua kama vile Noa alivyotembea na Bwana, alijua basi sasa muda umeisha. Na katika safina ya Noa ilikuwa na lango moja, halikuwa na milango mingi. Safina ya Noa ilikuwa na lango moja, haikuwekwa mlango katika paa ili ndege waingie. Halikuwekwa tundu kutoka chini ile vyura na wale wanyama wengine wapate kuingia nayo. Hapana. Wala halikuwekwa lango maalum iliyopana kubwa kwa ajili ya tembo na wale wanyama wakubwa wakubwa waingie. Hapana. Lango lile moja ambalo baadaye Noa na jamii yake waliingia nayo. Lango hilo hilo moja ambalo wanyama wote walioingia katika safina walipitia. Ni lango lile lile moja ambalo Mungu alikuja na kifunguo cha mbinguni na akalifunga. Na alipolifunga, hakuna mwingine aliyeweza kufungua. Labda tunaweza kumdharau Noa, lakini kuna kipindi ambapo lango lile moja litafungwa na mwenye mamlaka na mwenye uwezo, muumbaji aliyeziumba mbingu na nchi. Labda wakati ule ambapo tunamchekelea Noa na kumwona ni mzinga, mzee, mpumbavu, asiyejua mahali pake, tunaweza kuonyesha kidole. Tusisahau kuna wakati ambapo jambo ambalo huyu mzee mmoja ana siri anayoifahamu. Lango ni moja, si milango miwili. Lilifungwa. Hata katika ulimwengu wa mwisho, kabla mlango haujafungwa, bado kuna nafasi ya kuweza kuingia katika lango lile moja. Bwana Yesu alipozungumza juu ya wakati wa Nuhu, kuna kitu kimoja tu ambacho nafurahia, ya kwamba Mungu hakufunga mlango wa Noa. Mungu hakufunga mlango wa safina mpaka dakika ya mwisho, kabla tu ya gharika kuanza. Ingawa tumefika katika ulimwengu wa mwisho, furaha ya pekee ni kwamba mlango wa safina bado ni wazi. Ingawa dunia imejaa uasi na ukengeufu, madharau, matukano, matusi, furaha yetu kama vile ilivyokuwa wakati wa Nuhu mpaka dakika ya mwisho, Mungu wetu ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa neema. Mlango wa safina ulibaki mpaka mwisho, Noa alipoingia ndani ya safina.
Yesu akasema, mimi ndimi mlango, aingiaye kwangu atapata uzima. Akasema pia katika Yohana 14 mstari wa 6, mimi ndimi njia na ukweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kwa hivyo Yesu ndiye mlango huo. Hata kama bado dunia inaonekana kama vile ilivyokuwa kwa nyakati za Nuhu, hata kama dunia inawayawaya, hata kama dunia hii imejaa mambo mengi yanayosumbua, bado Yesu ndiye njia na kweli na uzima. Amesema kwamba mtu haji kwa Baba. Wale watakaokataa kuja kwa Baba labda ni wale waliozaliwa nje ya Noa, wale ambao hawana imani kama ya Noa, wale ambao hawajapata ufunuo kama ya Noa. Wataona kama safina inayojengwa ni bure. Labda tunaweza kufikiri ya kwamba labda ilikuwa hasara kujenga safina, kama vile watu wengi wanavyoona wale wanaojenga mijengo ya makanisa, makathedral, mijengo mikubwa, wanaonekana kwamba ni bure. Safina ilihitajika kwa wakati wake tu, na baada ya wakati wa gharika kwisha, hawakuhitaji safina tena. Tunajenga makanisa na tunatengeneza mahali pa kuabudu Mungu kwa njia ya kweli. Baada ya kanisa kunyakuliwa, hatuhitaji mijengo hiyo tena. Baada ya kanisa kunyakuliwa, jengo hili ambalo tumetumia mamilioni ya pesa, hatutahitaji tena. Hatukuhitaji safina ya Noa baada ya gharika kwisha. Lakini wakati ambapo gharika haijanyesha, unahitaji. Na katika ulimwengu wa mwisho, kabla ya mvua kunyesha, kabla ya mafuriko na gharika kutokea, una nafasi ya kuingia kwenye safina. Hata dakika hiyo ya mwisho, mtoto wa mwisho wa Noa, sijui ni nani aliyeingia kwanza, sijui kama ni watoto wa Noa walitangulia kwanza, alafu bibi ya Noa, alafu Noa akaingia mwisho, ama Noa alitangulia kwanza, alafu bibi yake, alafu kijana mkubwa, alafu bibi ya kijana mkubwa, alafu kijana ya pili, alafu bibi ya kijana ya pili, alafu kijana ya tatu, alafu bibi ya kijana ya tatu alipoingia amebeba handbag yake, anaingia ndani ya safina ya Noa. Kama kungekuwa na mtu mwingine hapo amfuate huyu bibi kabla ya mlango kufungwa na aingie, angeokoka. Kama angepata funuo tu ya kwamba ndio hawa wanaingia, wacha hata na mimi niingie tu, hata kama ni ujinga, niende nione ujinga huu ambao Noa na watoto wake wanafanya ndani ya hii safina, wacha nijipeleke tu nione ni nini iko ndani huko, angeokoka. Lakini ufanye nini na kizazi cha mwisho cha uasi? Ufanye nini na watu ambao wanapenda kushabikia na kusema, hebu angalieni, hebu tazameni jinsi kitu kubwa imetumia pesa mingi ya bure, ya bure. Huyu Noa angejijengea nyumba ya kuishi. Hebu angalia, hebu angalia, hebu angalia. Kama kungekuwa na social media wakati huo, ungeshangaa dunia yote wangeshambulia Noa kiasi gani. Lakini wakakosa ufunuo ya kuingia ndani ya safina. Kama wangetumia social media na kusema, angalieni, hapa kuna kitu kizuri, mtu amejenga safina, twende tuingie, wangebarikiwa sana. Lakini social media wakati wao ilikuwa kinyume. Mimi natumia social media kuambia watu ya kwamba Yesu yuaja.
tumia social media kuambia watu ya kwamba bado mlango ni wazi, bado unaweza kupata nafasi ya kuingia. Mlango ambao bado ni wazi ni mlango gani? Ni mlango wa rehema ya Mungu. Nilisema hapo awali ya kwamba ingawa uasi ulikuwa umezidi, Mungu hakutangulia kufunga mlango mapema. Alingoja mpaka dakika ya mwisho, kwa sababu yeye ni Mungu wa rehema, Mungu wa neema. Anangojea, 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 anakungojea wewe ambao hujajua upate kujua. Anakungojea wewe uliyemsaidia Noa kujenga safina, baadaye ulirudi nyuma, lakini bado mlango haujafungwa, una nafasi ya kurudi. Anakungojea uliyerudi nyuma, anakungojea uliyeanguka, anakungojea uliyepotea, anakungojea uliyeasi na kutukana. Ukirudi na kusema Noa, pole, nilikutukana, lakini injili ambayo umehubiri imeniguza mzee. Mwambia Mungu anisamehe, ninaacha dhambi zangu. Lakini kitu gani kiliwazuia hawa watu? Bwana Yesu alisema walikula na kunywa, walioa na kuolewa. Kula na kunywa, kula na kunywa inaashiria namna ya kwa comfortable katika dunia hii. Kama kuna shida kubwa tulio nayo katika nyakati zetu, wacha hata kula peke yake, kwa sababu hata kukula watu hawajazungumziwa sana juu ya kukula, lakini hebu angalia kukunywa. Hata wakunywe kitu cha maana. Serikali za dunia hii mahali popote tulipo ni kukunywa vitu vinavyothiri, madawa ya kulevya, pombe. Ndio kitu ambacho ni common leo. Badala ya kunywa kitu kizuri kinacholinda, watu wanaendelea kuharibu mili yao. Hata baada ya kuona fulani aliharibika, fulani aliingia katika mihadarati, ameharibika, bado wengine wanajiunga tu, bado wengine wanaingia. Hata baada ya kujua fulani alifutwa kazi kwa sababu ya hii, fulani aliachishwa, ameachana na jamii kwa sababu ya hii, fulani alipata accident akafa, bado wengine barabara ile tu, njia ile tu, kwa sababu ya roho ya kuasi. Roho ya kuasi. Nakumbuka miaka ya zamani, ikiwa mtoto mdogo, tuliishi mahali panaitwa Chemase. Mama yangu alifuga kuku katika shamba ndogo tuliokuwa nalo, na hapo nje ya shamba hili, mahali nyumba ilijengwa, kulikuwa na shamba la miwa, msitu mkubwa ya miwa. Pale ndani ya miwa waliishi nunda wanaopenda kula kuku. Wananyemelea kuku katika shamba kwa kona nuna hii karibu na miwa. Kuku wanaenda huko kuchokora na kutafuta ya kula. Kidogo unasikia kwe kwe kwe. Kuku mmoja amekamatwa, ndio huyo ameenda. Tunakimbia, kuku ameenda. Wale kuku wengine labda wanatoroka, wanakuja nyumbani. Baada ya dakika chache utasikia tena kwe kwe, kona ile tu ambayo yule mwingine aliliwa. Wengine wameenda tu pale. Nunda hana haja kusumbuka sana. Ndio maisha ya watu wa dunia. Wengine hawaelewi ya kwamba hapa katika kona hii kuna hatari. Wanarudi pale tu na kusahau ya kwamba mla kuku ako katika kona ile. Wanarudi wenyewe, hata baada ya kuona athari bado wanarudi pale. Si Mungu atusaidie kwa hekima na maarifa. Mungu atusaidie kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Tujirudie kwa toba ya kweli. Tuingie ndani ya safina.
wokovu ya Bwana Yesu Kristo, kungali muda upo. Kabla mlango wa safina kufungwa, bado una nafasi. Tunaishi katika ulimwengu wa mwisho. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa rehema zako na kwa neema yako na kwa upendo wako uliomtuma Yesu Kristo aliyekuja kuwa mwokozi wetu. Leo hii tunaishi katika ulimwengu wa mwisho. Hatungojei tena mwisho wa ulimwengu. Tunahubiri Injili katika ulimwengu huu wa mwisho, kwa sababu bado parapanda ijalia na bado neema yako ingali lipo. Umsaidie msikilizaji wangu anayenisikiliza sasa, apate kutambua na kuingia ndani ya safina ambayo ni wokovu wako Bwana wetu Yesu Kristo na msamaha wa dhambi wa kweli. Unapotuita, utusaidie tuitike, kwa jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki.